Unaangalia Six Sense Sports na wakati huu unakuwa nami Mwanaisha Lukari, beki kisiki na machachari Afrika Mashariki na Kati, ambaye anahakikisha na uletea yote kimichezo ambako hivi sasa inaendelea kufanya vizuri zaidi ndani na nje ya mipaka ya Tanzania. Kubwa zaidi ni kuhusiana na bodi ya ligi kuu Tanzania bara. Siku hii ya leo imeweza kutoa adhabu mbalimbali kwa timu, lakini pia kwa mchezaji wa Young Africans kutokana na kile ambacho alikiweza kukifanya katika mchezo wa ligi kuu Tanzania bara dhidi ya Mtibwa Sugar. Lakini pia klabu ya wekundu wa Msimbazi Simba imeweza kutozwa faini ya shilingi milioni 10 kutokana na mashabiki wake kutupa makopo katika mchezo wa Simba dhidi ya Pamba. Klabu ya wekundu wa Msimbazi Simba imetozwa faini ya shilingi milioni 10 kwa kosa la mashabiki wake kuwarushia chupa za maji marefa wa mchezo baina ya timu yao na Pamba Jiji. Simba imetozwa faini hiyo katika mchezo wa ligi kuu bara uliochezwa uwanja wa CCM Kirumba na kutoa sare ya bao moja kwa moja dhidi ya Pamba. Na hiyo ndio taarifa rasmi kutoka katika bodi ya ligi kuu Tanzania bara kwenda kwa uongozi wa wekundu wa Msimbazi Simba kwamba viongozi wa Simba wanahitajika kulipa fine ya shilingi milioni 10 kutokana na kile ambacho mashabiki wake walichokifanya katika mchezo wa ligi kuu Tanzania bara, ambapo Simba walikuwa ugenini na mchezo ulitamatika kwa sare ya moja na kupelekea mashabiki baadhi ya mashabiki wekundu wa Msimbazi Simba kurusha makopo kwa marefa. Na hii iliweza kutokea katika mchezo mwingine wa ligi kuu Tanzania bara ambao uliahirishwa kule Arusha baada ya wekundu wa Msimbazi Simba walienda kucheza mchezo dhidi ya TRA, lakini kutokana na sababu za hali ya hewa mchezo huo uliweza kuahirishwa na kupangiwa tarehe nyingine. Mashabiki wa Simba walionekana kufanya vulugu ama kufanya fujo kule Arusha na kupelekea jeshi la polisi liweza kutuliza zile ghasia. Kutokana na muendelezo wa matukio hayo, bodi ya ligi kuu Tanzania bara ikaona isiwe tabu basi limradi kukomesha vitendo kama hivi visivyokuwa vya kiungwana katika michezo. Hivyo basi viongozi wa Simba wanatakiwa walipe fine ya shilingi milioni 10. Hii unaona kabisa sio swala zuri na ni swala la kukemea kwa mashabiki wote wa mpira wa miguu hapa nchini kwetu Tanzania, kutokana na swala zima la mpira ama mpira wa miguu ni mchezo wa burudani na mchezo wa fair play. Hivyo basi kila timu inatakiwa kuridhika na matokeo ambayo wanayoyapata katika dakika 90. Hivyo mashabiki wa Simba wanatakiwa kujifunza na wanatakiwa kuelewa kwamba mpira wa miguu ni mchezo wa furaha na ni mchezo wa burudani, kwa sababu mashabiki wa Simba tayari walishachukua tuzo ya mashabiki bora barani Afrika. Hiyo wanatakiwa waende na icon hiyo, ama wanatakiwa waende na fikra hiyo kwamba wao ni mashabiki bora barani Afrika. Shabiki bora anatakiwa kujilinda yeye, lakini pia anatakiwa kumlinda mchezaji wake, lakini pia anatakiwa kuisupport timu yake na sio kufanya vulugu. Ikumbuke katika mchezo wa kimataifa CAF msimu huu Simba waliwezwa kufungiwa. Kuna mchezo mashabiki hawakuruhusiwa kuingia uwanjani kutokana na mashabiki waliweza kufanya vitendo visivyokuwa vya kiungwana. Hili ni funzo, lakini pia wanatakiwa kuchukua mashabiki wa Simba wanaitia hasara klabu yao kutokana na faini kama hizi. Wangeshangilia na baada ya matokeo wangeweza kuondoka vizuri nyumbani, basi klabu isingeweza kuingia hasara ya kiasi kikubwa cha pesa kiasi kama hicho cha shilingi milioni 10. Lakini kwa upande wa golikipa wa Young Africans Djigui Diarra, na yeye ameweza kutozwa faini ya shilingi milioni 4 kutokana na utovu wa nidhamu kwenda kugombana na refali, lakini pia kuonyesha kidole cha kati sio ishara nzuri hata kidogo. Na kiutamaduni wetu mtu yoyote akionyesha kidole cha kati tunatafsiri kwamba ni matusi na sio swala la kiungwana hata kidogo. Hivyo basi mashabiki wa Simba wanatakiwa kuwa na nidhamu, lakini pia kwa upande wa wachezaji nao wanatakiwa wawe na nidhamu ya hali ya juu. Lakini pia kuna wadau wa soka hapa, wao wameweza kutoa maoni yao kutokana na kile ambacho kimetolewa siku hii ya leo. Huyu hapa anaitwa
Ramazani Ali ameandika Simba wanatakiwa watoe lipa namba, sisi kama mashabiki wao tunatakiwa tuilipe chap chap hiyo pesa ipatikane siku hii ya leo. Mashabiki wachange hela tu ndio kilichobaki. Huyu hapa anaitwa John, kwani timu mwenyeji Mwanza ni nani? Yes, huyu anaitwa Lukman. Yeye ameweza kuandika TFF wana uhakika gani kwamba hao waliorusha machupa ni mashabiki wa Simba? Ama mtu kuvaa jezi ndio ushabiki? Yes, hapa anaitwa Victor. Yeye ameandika mashabiki wachange pesa, waache makelele, wanatakiwa kujiheshimu. Huyu hapa ameandika Young Africans naona wamefurahia kweli kweli, sisi Simba kutozwa milioni 10 huku golikipa wao akitozwa milioni 4 na utovu wa nidhamu juu. Huyu hapa ameandika hapa anaitwa Ali. Yeye ameandika nimefurahia kweli kweli muamuzi alioshindwa kumwadhibu Diara kushushwa daraja. Yes, na hayo ndio baadhi ya maoni ya mashabiki wa kandanda hapa nchini kwetu Tanzania kutokana na kile ambacho kimetolewa siku hii leo na wasimamizi wa mpira wa miguu hapa nchini kwetu Tanzania, bodi ya ligi kuu Tanzania bara TPLB, kutokana na michezo kadhaa iliyoweza kuchezwa ndani ya ligi kuu Tanzania bara na makosa yalivyoweza kuonekana. Basi bodi ya ligi kuu Tanzania bara iliweza kuja na adhabu mbalimbali kwa watu waliofanya makosa, lakini pia na kutoa ushauri kwa vilabu, lakini pia kwa mashabiki kufanya vyema ama kuwa vizuri katika michezo ya ligi kuu Tanzania bara. Sambamba na hilo, ligi yetu ya Tanzania imepanda viwango na hivi sasa tumekuwa 5 bora katika viwango vya CAF baada ya kukusanya alama 82.5 na kuwashusha Tunisia. Hii yote inatokana na vilabu vya Simba, Yanga, Azam pamoja na Singida kufanya vizuri katika michuano ile ya CAF Club Bingwa barani Afrika, lakini pia katika kombe la shirikisho. Hivyo basi CAF wakaona isiwe tabu kutokana na ubora wa ligi kuu Tanzania bara, lakini pia kutokana na alama tulizozikusanya kama wa Tanzania. Hivyo basi ligi yetu imepanda na kuwa namba 5 barani Afrika kutokana na kukusanya alama 82.5 baada ya timu zetu kufanya vizuri katika michuano ya shirikisho, lakini pia katika michuano ile ya klabu bingwa barani Afrika. Hii inaonyesha kwamba sajili ambazo zinazofanywa na vilabu mbalimbali hapa nchini kwetu Tanzania juhudi zake zinaanza kuonekana, lakini pia inatia moyo kwa timu za ligi kuu Tanzania bara, kila mmoja kupambana kweli kweli katika michuano ile ya kimataifa, ili mradi tuweze kuwa vizuri kweli kweli na pengine tuweze siku moja kuleta kombe la klabu bingwa barani Afrika ama kombe la shirikisho nyumbani kwetu Tanzania. Mimi ni Mwanaisha Lukali, beki kisiki na machachari Afrika Mashariki na Kati. Nyuma kamera amesimama Sultani Goma ambaye yeye anasababisha kila kitu kinakwenda vizuri kweli kweli.